Tuko vizuri? Dada rudi huko ndani kidogo. Opa, dakika 90 Azam Complex magoli mawili kwa sifuri, lakini sasa wanayo nafasi katika mchezo wa marudiano pale. Mchezo huu ulikuwa namna gani na mtazamaji mchezo ambao ulipata? Ulikuwa ni mchezo mgumu kwetu na ulikuwa ni muhimu pia kwa sababu tumeanza mechi nyumbani. Tulitaka tupate matokeo mazuri nyumbani ili tukienda ugenini iwe rahisi kwetu kwenye kutafuta matokeo. Na sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata goli mbili. Sio nyingi, sio ndogo kwenye mpira. Kwa hiyo tunarudi mazoezini kusikiza maelekezo ya mwalimu nini atatuambia kwa ajili ya kujiandaa mechi inayofuata. Umuhimu na ushindi huu na maana gani kwenu kama wachezaji katika kuipeleka tena Twiga Stars katika michuano ya AFCON 2026? Una maana kubwa kwetu. Ingawa mechi bado haijaisha, kuna mechi moja iliyobaki, lakini ushindi huu unatupa nguvu na morali ya kwenda kupigana kwamba tumebakiza dakika 90 kucheza kupata matokeo ili tuweze kwenda AFCON inayofuata. Support ya Tanzania imechangia kwa kiasi gani kupata ushindi huu? Tunawashukuru, wamejitokeza kwa wingi, wametupa support kubwa sana. Tunaomba maombi yao wazidi kutuombea kwenye mechi ya ugenini. Wito wako sasa kwa Watanzania kuhakikisha next game mnapata ushindi na mna qualify kwenda 2026? Wazidi kutuombea na tunawaahidi sisi tutaenda kupambana na tutaenda kupata matokeo mazuri tufuzu kwenda hatua inayofuata. Je, kuna ugumu wote ambao ulipata katika kuwapa hamasa wachezaji wako ambao uko uwanjani? Hamna ugumu wote. Sisi kama wachezaji tunajuana, tunasikiza maelekezo ya mwalimu, tunapeana hamasa kila siku, kwa hiyo hakuna ugumu wote. Ungekuwa fursa wewe kama mchezaji uchague kwamba ipi leo ungekuwa mchezaji bora kwa upande wako? Ningechagua mimi. Tungependa kusikia chochote kutoka kwako ikiwa kama nahodha wa timu hii au hususan kuendelea katika mechi ifuatayo na kufuzu katika hiyo. Mimi kama nahodha nawakilisha wachezaji wenzangu. Ninachosema matokeo tuliyopata leo yanatupa morali kwenye mchezo unaofuata. Tunajua mechi bado dakika 90, lakini nawahakikishia Tanzania tutaenda kupigana na tutaenda kufanya vizuri kwenye mechi inayofuata. Tunasema dakika 90 za kwanza, first leg kuna second leg ambayo baada ya siku chache kwa maana tarehe 28 mechi ya marudiano. Kwa dakika 90 za huu mchezo wa kwanza, mambo yalikuwaje kiufundi baada ya ushindi wa magoli mawili kwa sifuri? Kwanza tumshukuru Mungu kwa matokeo mazuri, lakini kubwa ni kwamba mechi haikuwa rahisi, ilikuwa mechi ngumu. Tumeanza mechi yetu tukicheza na madefender watatu, kujaribu kuongeza nguvu mapana ya kiwanja, lakini pia kuwa na washambuliaji wawili juu. Lengo lilikuwa ni kutafuta magoli mengi, kwa bahati mbaya hatukufanikiwa. Kwa nini hatukufanikiwa? Tulikuwa na pesi ya chini sana kipindi cha kwanza, labda kutokana na opponent ambao walivyokuwa wametulazimisha kucheza katika pesi ya chini. Second half tumeweza kubadilisha mfumo mzima na tukajaribu kubadilika. Kikubwa ambacho tumefaidika sasa ni kasi ya mchezo. Ingawa pia bahati mbaya hatukupata magoli mengi kama ambavyo tulikusudia kupata magoli mengi, lakini yote kwa yote mechi ilikuwa nzuri na tumepata picha au sema kujiangalia. Maandalizi ambayo umeyafanya yamewalipa mabao mawili kwa sifuri. Pengine nini ambacho unawaambia Watanzania kutokana na matokeo haya, lakini matarajio yenu katika mchezo ujao?
Kwanza tuna faida baadhi ya wachezaji watakuwa wamerejea, lakini pia tuna faida baadhi ya wachezaji pia watapata muda wa kurecover na kufanya mazoezi na wenzao, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji hawakupata muda wa kufanya mazoezi na timu kabisa. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi zilizo kwenye timu yetu kwenye mechi ya leo, lakini pia tunaamini kwamba tunaangalia mechi ya ugenini lazima tuwe bora zaidi ya hivi ambavyo tumekuwa. Kimsingi ni kwamba wachezaji wanafahamu umuhimu wa mechi. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi tunaweza kujipanga vizuri na kupata matokeo mazuri. Tuna faida baadhi ya wachezaji wanarejea, Winnie Gerald atarejea, na uwezekano wa Clara Kuru pia ni mkubwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba timu itaongezeka nguvu na naamini itakuwa vizuri mechi ya marudiano. Mguu mmoja tayari mmeshautia katika AFCON 2026. Pengine unaona ni bishara njema baada ya kupata matokeo ya mabao 2-0? Hapana, kwetu sisi mechi ni bila kwa sababu na ufahamu ubora wa Ethiopia wakiwa kwao. Hata raundi hiyo wameingia kwa kufunga mchezo wao wa ugenini na wakapata matokeo nyumbani kwao. Ni wazuri wako nyumbani kwao kupata matokeo. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tutapata goli la ugenini, lakini pia tutakuwa wazuri kwenye kudefend. Ni mahodari mno kutengeneza fouls, wanaweza kuzitengeneza na ni mahodari pia kuzitumia. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha kwamba tunaweza kujizuia vizuri, lakini pia kupata goli kwenye uwanja wa nyumbani. Kauli yako kwa Tanzania waliojitokeza leo kwa support Twiga Stars, lakini pia kauli yako mnapokuwa nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kuiwakilisha Tanzania kupitia. Kwa wale ambao wamekuja hapa wamefanya kazi kubwa. Nimeweza kuona tangu mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wakiwa wana support timu yetu na tumefanya vizuri. Tukiwa nje kikubwa kwao ni dua sasa kuhakikisha kwamba wanatuombea kwa Mungu ili yale mambo yote ya kiufundi na mbinu yaweze kuwa mazuri kwa upande wetu. Shukrani. Asante sana.